Leo tarehe 6 ya mwezi wa 5 2025, mahakama ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam katika eneo la Kisutu ilikuwa chini ya hakimu mfawidhi Muhini ilikuwa inatoa uamuzi wake kuhusiana na hoja ambazo zilikuwa zimeletwa na upande wa utetezi kuhusiana na kitendo cha mahakama kuamua kuendesha kesi hii kwa njia ya kidijitali au kimtandao na kusababisha mteja wetu Tundu Antipas Lissu kutokuletwa mahakamani kutoka kule gerezani Ukonga ambako yuko hivi sasa. Katika uamuzi wake hivi leo, hakimu Muhini amesema kwamba kile ambacho kilifanywa na mahakama cha kuamuru kwamba kesi hii isikilizwe kwa njia ya mtandao kilikuwa ni sahihi, kwamba kanuni zile ambazo zimetengenezwa na jaji mkuu zinaruhusu na kwamba zilikuwa hazikiuki kitu chochote kile. Na kutokana na kwamba kuna nyaraka mbalimbali ambazo zitakiwa kusaini mwisho wa siku kesi inapokuwa imesikilizwa, basi misingi ya haki na misingi ya kusikilizwa kwa kesi kwa misingi ya haki inadai kwamba mshtakiwa Tundu Antipas Lissu aletwe mahakamani Kisutu na aweze kusikilizwa, kesi yake isikilizwe mbele ya pande zote, kwamba upande wa utetezi, upande wa mashtaka na vile vile mahakama iwepo, umma uwepo uweze kuhudhuria kesi hiyo. Na mahakama imeamuru kwamba kesi hii itakuendelea sasa kuanzia tarehe 19 ya mwezi huu wa 5 2025 itasikilizwa kwa njia ya mshtakiwa kuwepo mahakamani, kwamba Tundu Antipas Lissu atatakiwa aletwe na mkuu wa gereza la Ukonga, kwamba hakikisha kwamba analetwa hapa mahakamani siku ya tarehe 19. Umma unakaribishwa kuweza kusikiliza kesi hii, lakini utatakiwa kuzingatia kwamba lazima ukae kwa amani, usikilize kesi kwa namna ya amani. Itasikilizwa katika koti namba 1 ya mahakama hii ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam hapa Kisutu, na kwamba vile vile hata watakaokuwa wako nje basi waweze kukaa katika misingi ya amani bila kuleta vurugu yoyote ile katika mwenendo mzima wa kusikiza kesi hiyo. Na kwa maana hiyo kwa kweli tunaona kwamba haki imetendeka, kwamba mteja wetu sasa atafanikiwa kuwa na siku yake mahakamani. Wazungu watasema a day in court, kwamba atafanikiwa kwamba sasa wale ambao wanamtuhumu basi waweze kuleta ushahidi wao na yeye vile vile aweze kujitetea, na sisi kama wakili wake tutakuwa tayari kuweza kumtetea.